Makamanda wa ngazi za juu wa IRGC pamoja na kamanda wa Quds Force Ismail Kane walikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kuwasili katika ukumbi wa Grand Mosala kushiriki sala maalum ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Uwepo wa viongozi hao waandamizi wa kijeshi umeonekana kama ishara ya kuendelea kwa mshikamano kati ya taasisi za ulinzi, serikali na uongozi wa kidini, wakati Iran ikiingia katika kipindi kipya baada ya kifo cha kiongozi wake wa muda mrefu. Sala hiyo iliongozwa na mwanazuoni mashuhuri wa Kishia Ayatollah Jafar Soban mbele ya maelfu ya waombolezaji waliokusanyika kutoka sehemu mbalimbali za Iran. Mamia ya viongozi wa kisiasa, wanajeshi, wanazuoni wa kidini na maafisa wa serikali walijumuika katika ibada hiyo, huku jeneza la Ali Khamenei likiwa limezungukwa na walinzi wa heshima wa IRGC na vikosi vingine vya usalama. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria ni Rais wa Iran Masoud Pezeshkian, Spika Bunge Mohammad Bagher Ghalbaf, mkuu wa IRGC Ahmad Vahid pamoja na kamanda wa Quds Force Ismail Kane. Pia walikuwepo watoto watatu marehemu Ali Khamenei ambao ni Masoud Khamenei, Maisam Khamenei na Mustafa Khamenei, waliosimama karibu na jeneza la baba yao wakati wa sala ya mazishi. Quds Force kinachoongozwa na Ismail Kane ni kitengo maalum cha IRGC kinachosimamia operesheni za nje ya mipaka yake, huku IRGC yenyewe ikiwa nguzo muhimu ya mfumo wa ulinzi wa usalama wa Jamhuri ya Kiislamu. Kutokea kwa makamanda wa vikosi hivyo katika mazishi hayo kumetafsiriwa na wachambuzi kama ujumbe kwamba taasisi za kijeshi zinaendelea kuunga mkono uongozi wa taifa katika kipindi hiki cha mpito. Hata hivyo, macho ya wengi yalielekezwa kwa kutokuwepo kwa kiongozi mkuu mpya wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, ambaye hakuonekana hadharani wakati wa ibada hiyo. Kutokuwepo kwake kumezua mjadala mkubwa, huku taarifa zikieleza kuwa bado yuko chini ya ulinzi mkali baada ya kuripotiwa kujeruhiwa katika shambulio la anga lililomuua baba yake. Aidha, Israel imekuwa ikitoa vitisho vya kumlenga pia, hali iliyosababisha hatua za kiusalama kuongezwa kwa viongozi wa juu wa Iran. Kutokana na mazingira hayo, vikosi vya IRGC, polisi na taasisi nyingine za usalama vilisambazwa kwa wingi katika maeneo yote yanayohusiana na shughuli za mazishi. Barabara nyingi zilifungwa doria, zikiimarishwa na ukaguzi mkali uliowekwa kwa waombolezaji na viongozi waliohudhuria ili kuhakikisha shughuli zote zinafanyika kwa usalama. Mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei yanatajwa kuwa miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya kisiasa na kidini katika historia ya kisiasa ya Iran. Mbali na kuwa tukio la kuaga kiongozi aliyetumikia taifa kwa miaka mingi, imekuwa pia ni ishara ya mwanzo wa sura mpya ya uongozi wa Iran, huku dunia ikiendelea kufuatia kwa karibu hatua zitakazochukuliwa na uongozi mpya katika masuala ya usalama taifa, siasa za ndani na uhusiano wa Iran na mataifa mengine, hususan Israel na washirika wake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.